Zaidi ya watu milioni 2 katika jimbo la Darfur Mashariki nchini Sudan wameachwa bila huduma muhimu za afya kufuatia shambulio la drone lililosababisha kufungwa kwa hospitali ya Al-Dain wiki iliyopita. Shirika la Afya Duniani WHO limethibitisha kuwa shambulio hilo linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudani lilisababisha vifo vya watu 70 na kuharibu vibaya miundombinu ya hospitali hiyo iliyokuwa tegemeo pekee kwa wakazi wa eneo kubwa. Wakati mzozo huo wa kibinadamu kizidi, mapigano makali yanaendelea ambapo kundi la wanamgambo la RSF limetangaza kuuteka mji wa kimkakati wa Kurmak uliopo mpakani mwa Sudani na Ethiopia. Hatua hiyo inazidi kuongeza hofu ya usalama katika maeneo ya mipakani, huku kundi hilo likizidisha mashambulizi yake ili kuthibitisha njia muhimu za usafirishaji na mawasiliano kuelekea mataifa jirani. Kufuatia hali hiyo ya machafuko, mamlaka za nchi ya Chadi zimepiga marufuku wakimbizi wa Sudani kuvuka mpaka wa Ardina kwa sababu za kiusalama, jambo linaloacha maelfu ya raia katika mazingira hatarishi. Huku kuzuiwa kwa wakimbizi kunajiri wakati mahitaji ya misaada ya kibinadamu yakiongezeka, huku mashirika ya kimataifa yakionya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa maafa makubwa zaidi ya njaa na ukosefu wa matibabu nchini humo. Jina langu mimi ni Friday Mongomare na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.